Awali ya yote tujaribu kufafanua mapema kabisa kwamba bao la Jonathan Soa katika dakika 77 lililowezesha Simba kupata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya JKT Tanzania kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam, ambapo Simba walikuwa wageni, JKT Tanzania walikuwa wenyeji. Ni halali, ni clear goal, halina mushkeli wala hakuwa offside. Ni kwa sababu Jonathan Soa wakati bao hilo likipikwa na Morris Abraham, yeye alikuwa onside. Wakati mpira ukitoka mguuni mwa Morris Abraham, yeye alikuwa onside. Kwa hiyo hakuna mjadala wote kuhusiana na hili, kwa sababu ni bao halali kwa mujibu wa sheria namba 11 ya offside. Jonathan Soa hakuwa offside, maana hata mpira wakati ukitoka, tazama hapo marejeo ya picha za video, lakini pia picha mnato inaonyesha Jonathan Soa wakati mpira ukitoka mguuni mwa Morris Abraham wala hakuwa offside. Mwamuzi William Abel kutoka Manyara na wasaidizi wake walikuwa sahihi kabisa kuliruhusu bao hili lililowafanya wekundu wa Msimbazi Simba wapate ushindi wa mabao 2-1. Bao lingine likifungwa katika dakika 64 na mchezaji wa zamani wa JKT Tanzania Mnangu akitumia vyema pasi kutoka kwa Elim Panzu Kibisawala, huku bao la JKT likitangulia kufungwa katika dakika ya 60 mchezaji aliyetokea bench Edward Songo aliyetumia vyema pasi kutoka kwa Paul Peter. Mwisho wa siku Simba wamepata ushindi wa mabao 2-1 kwa mabao safi. Bao la Jonathan Soa ambalo baadhi ya watu wameibua mjadala kuhusu uhalali wake halina mushkil, kwa faida ya marejeo ya picha za video. Na sasa tuangalie mechi yenyewe ilikuwa vipi mpaka Simba akapata ushindi. Hii ikumbukwe ni mechi ya 11 mfululizo ambayo JKT Tanzania hawajaweza kuifunga Simba. Hawajaweza kuwa na matokeo mazuri kulinganisha na Simba. Katika mechi 10 zilizotangulia baina ya timu hizi mbili kabla ya mechi ya leo, ni kwamba Simba walikuwa wameshinda mechi 9, huku JKT Tanzania wakiwa wameshinda mechi 1, hakuna draw kati yao. Sasa leo hii ushindi wa Simba unaifanya sasa iongeze mechi nyingine 1 na kufanya iwe imeshinda mechi 10, huku JKT Tanzania wakiwa bado wameshinda mechi 1, huku kukiwa bado hakuna sare yoyote baina ya timu hizi mbili zilipokutana katika mechi 11 mfululizo. Leo hii meneja Dimitar Pantev alikuwa katika mechi yake ya kwanza ya ligi kuu Tanzania bara tangu atoe Simba akitokea Gaborone United ya Botswana. Lakini JKT Tanzania ikiwa chini ya mwalimu Ahmad Ali ilionyesha kiwango bora cha ushindani wa kutosha dhidi ya Simba, hadi mapumziko matokeo yalikuwa 0-0. Lakini kwenye kipindi cha pili ndipo Simba wakaenda kupata ushindi huu wa mabao 2-1. Ilikuwa vipi? Kocha wa timu mwenyewe JKT Tanzania Ahmad Ali alianza na mfumo ulioonekana kwenye makaratasi wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba chini ya meneja Dimitar Pantev walianza na mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 2 wa ukabaji, viungo 3 wa ushambuliaji na mshambuliaji kinara 1. Timu zote mbili zikianza na double pivot, kuwa na viungo 2 wa ukabaji katika eneo la kati, lakini kwa mpangilio tofauti. Golikipa alikuwa Omari Gonzo kwa timu ya JKT Tanzania, akitoa nafasi ya golikipa ambaye huanza mara kwa mara Ramadhani Chalamanda, ambaye leo hii alikosekana kwa sababu ya kutumikia adhabu. Lakini nambari 2 hapa alicheza Anuari Kilemile kama beki 2, Anuari Kilemile. Nambari 3 kulikuwa na Pasco Musa Manyama, wakati katikati kulikuwa na Ali Msengi aliyekuwa ameanza katika nafasi hii, aliyekuwa ameanza na Hassan Swalib Wahabi katika beki wakati. Lakini kwenye eneo la kiungo Sospita Bajana, mchezaji mpya ambaye JKT Tanzania wamemsajili akitokea Azam, alianza leo hii, lakini hakuwa peke yake, alikuwa na Hassan Maulid Machezo. Kwenye upande mwingine kulikuwa na Samuel Gary, ambaye upande mwingine wa kushoto alikuwa ni Najim Magulu, wakati katika washambuliaji 2 walioanza nao leo hii alikuwa ni mchezaji wa zamani wa Simba Hassan Dilunga, alikuwa pamoja na Paul Peter Kasunda, mchezaji ambaye JKT Tanzania wamemsajili msimu huu akitokea Dodoma Jiji, alikokuwa ameifungia Dodoma Jiji mabao 8 msimu uliopita, na sasa akiwa JKT Tanzania ndiye aliyefunga bao la kwanza katika msimu huu wakati akitoka sare ya 1-1 na Mashujaa kwenye uwanja wa Tanganyika kule Kigoma. Kabla ya mchezo wa leo tayari alikuwa ameshafunga mabao 3 katika mfumo huu wa 4-4-2. Lakini Simba meneja Dimitar Pantev
yeye kwa mfumo wake wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo ile ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, alianza na Yakub Suleiman, wakati beki mbili alianza na hodha Shomari Kapombe. Nambari 3 alikuwa ni beki mpya wa wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu huu, Anthony Mligo, walikuwa wamemsajili kutoka katika klabu ya Namungo. Wakati katikati leo hii kulikuwa na Rushain De Reuck ambaye ameendelea kucheza katika eneo hili, huku leo hii akianza na Wilson Nangu ambaye ameendelea kumshawishi Dimitar Pantev katika nafasi hii, akimwacha nje Shamu Karabu akicheza dhidi ya waajiri wake wa zamani JKT Tanzania. Maana yeye na Yakub Suleiman wote wametoka JKT Tanzania. Katika viungo wawili pale kati alikuwepo Nabi Kamara pamoja na Yusuf Kagoma. Wakati viungo 3 washambuliaji leo hii walioanza walikuwa ni Kibu Dennis Prosper, akuwa peke yake, alikuwa na Neo Maema. Wakati katikati alianza Joshua Budo Mutale, mshambuliaji kinara akianza Steven Dese Mukwala. Katika kipindi cha kwanza kulikuwa na jitihada kubwa zinazofanywa na Simba, wakimtanguliza Steven Dese Mukwala kwenda kupambana kina Wahabi pale katika eneo la kati na Ali Msengi, huku akipata support kutoka kwa Joshua Budo Mutale, alikuwa akifanya kazi ya ubunifu katika eneo hili akiwa nyuma ya mshambuliaji kinara. Wakati pembeni Kibu Dennis Prosper akijaribu kushambulia katika eneo hili la kati ya akina Wahabi na beki wa pembeni kushoto. Lakini wakati huu kutoka huku kushoto beki Anthony Mlingo mara kadhaa akifanya safari ya kuongeza mapana ya uwanja, kujaribu kwenda kupiga cross na passes zenye umbelevi mara kwa mara akishambulia katika eneo hili na kuingia ndani. Kati Anthony Mlingo akienda katika eneo hili, akiwa pia wanakuja wengine akina Neo Maema akishambulia zaidi katika eneo hili. Wakati huo Yusuf Kagoma akibaki kwa nyuma, Nabi Kamara akiongezeka katika kushambulia kama anavyofanya Kibu Dennis Prosper kushambulia zaidi katika eneo hili, huku Shomari Kapombe mara kadhaa akifunga safari kwenda kupiga crosses kwa kuongeza mapana uwanja au passes. Lakini ni wakati ambao mabeki wakati Wilson Nangu, Rushain walikuwa kisogea kati, huku Kagoma akiwa mbele yao kuhakikisha wanakuwa salama katika muda wote wa mchezo. Simba katika kipindi cha kwanza walionekana kuwa na harakati nyingi, huku JKT Tanzania wakicheza kwa kiasi kikubwa na idadi kubwa ya wachezaji wao katika eneo la kuzuia, huku kwenye kushambulia wakimwacha Peter Paul Kasunga pamoja na Hassan Dilunga, lakini pia Najim Magulu mara kadhaa akifanya kazi hiyo. Lakini winga Gary muda mwingi alikuwa akiungana na beki wake Kilemile na mabeki wao akina Ali Msengi kuhakikisha wanakuwa salama, kwa sababu ni wakati ambao Simba walikuwa wanakuja mara kwa mara. Lakini walipopata mpira JKT Tanzania nini walifanya? Hawakuwa kibutua hovyo, badala yake licha kwamba walikuwa na idadi kubwa kwenye eneo lao, wakiupata pasi zinaanza kugongwa huku nyuma, wakati mwingine akizianzisha Gonzo kwa mabeki wake kwa kujiamini na kufanya mechi ionekane kuwa ngumu katika dakika 45 zote za kipindi cha kwanza. Nafasi zilizonekana labda zingeweza kuwa mabao ni Hassan Dilunga katika dakika ya pili, lakini vile vile Joshua Budo Mutale katika dakika 41 akiwa amepata nafasi ya kuwa yeye na golikipa Omar Gonzo, lakini shuti lake alilicheza vyema Gonzo na kufanya mpira uwe kona. Hadi mapumziko bila ilitokana na namna ambavyo timu zote zilicheza. Simba wakipiga pasi nyingi zaidi, wakijaribu kufika mara nyingi kwenye eneo la JKT, lakini JKT wakionekana kuwa smart zaidi, wakinasa mipira kirahisi na kuongeana pasi kwa utaratibu mzuri kwenda kwa kina Magulu, kwenda kwa kina Paul Peter, kwenda kwa washambuliaji wao akina Hassan Dilunga ambaye baadaye alikuja kuumia kabla ya mapumziko na kumlazimu Mwalimu Ahmad Ali kufanya mabadiliko. Kipindi cha pili ndicho haswa kilikuwa cha mabadiliko makubwa alifanya Simba ije kivingine. JKT Tanzania nao walifanya mabadiliko, lakini mabadiliko ya Simba yaliwalipa zaidi katika kipindi hicho. Miongoni mwa mabadiliko aliyofanya ni Najim Magulu kutoka kuingia Edward Songo aliyefunga bao la utangulizi katika dakika ya 60. Lakini waliotoka walikuwa ni pamoja na beki Wahabi ambaye nafasi yake alitwaliwa na Laurian Makame. Bila shaka Mwalimu Ahmad Ali alitoa tahadhari kwa sababu Wahabi alikuwa tayari ana kadi ya njano. Lakini mabadiliko ya Simba yalihusisha mshambuliaji wao kinara Steven Dese Mukwala alitoka kaingia Jonathan Soa. Viungo wote watatu wa ushambuliaji kocha au meneja Dimitar Pantev aliwatoa, na pia kiungo mmoja miongoni mwa wale viungo wawili wa ukabaji Yusuf Kagoma alitolewa akaingia Alassane Maudo Kante. Katika viungo watatu wa ushambuliaji Kibu Dennis Prosper, Joshua Budo Mutale, Neo Maema wote walitolewa na meneja Dimitar Pantev. Badala yake waliingia Morris Abraham nafasi ya Kibu Dennis Prosper, Jashaua
nafasi ya Joshua Budo Mutale, Eli Mpanzu Kibisawala nafasi ya Neo Maema, huku Jonathan Soa kama nilivyotoka kueleza awali akitoa nafasi ya Steven Dese Mukwala. Ni mabadiliko ambayo yaliipa Simba nguvu zaidi. Hao wote walioingia walikuwa na uwezo wa kutuza mali, wakawa na uwezo wa kudribble mipira, kuacha mchezaji mmoja ama wawili, na hivyo kuwafanya JKT Tanzania umbile lao la kiulinzi livurugwe mara kwa mara, na hasa kwa movement, kwa mikimbio ya Morris Abraham, Jonathan Soa, Eli Mpanzu Kibisawala, Jasha Ahua, wote kwa pamoja, huku mipira mirefu kutokea eneo la kati kwa Alassane Maudo Kante ikiwavuruga. Matokeo yake haikushangaza kuona Simba wakifanya mashambulizi mfululizo. Hata bao lilofungwa la awali na Edward Songo lilikuwa ni shambulizi la kujibu. Pasi kutoka kwa Paul Peter kwenda kwa Edward Songo ni katika muda ambao tunaweza kusema ilikuwa ni bao against the play, kwa sababu ni Simba walikuwa wakifanya mashambulizi mfululizo, lakini JKT Tanzania wakawa very smart, wakawa makini na kutumia hiyo fursa. Simba waliendelea kushambulia licha ya kutanguliwa kwa bao hilo. Kasi ya kina Morris Abraham, Eli Mpanzu, Jonathan Soa, Jasha Ahua kwa kiasi kikubwa ili wavuruga kama nilivyotoka kueleza awali, na hivyo haikushangaza kuona katika dakika ya 64 Wilson Nangu kuifungia Simba bao la kusawazisha, akifunga dhidi ya waajiri wake wa msimu uliopita JKT Tanzania, akitumia vyema pasi kutoka kwa mtokea benchi. Eli Mpanzu Kibisawala alikuwa amepata kona fupi kutoka kwa mtokea benchi mwenzake Jasha Ahua na kufanya matokeo yawe 1-1. Lakini katika dakika ya 77 ndipo Jonathan Soa akafunga bao la pili, yeye akiwa mtokea benchi akipata pasi kutoka kwa mtokea benchi mwenzake Morris Abraham, ambaye ni pasi ambayo ilipita katikati ya mabeki Laurian Makame pamoja na Pasco Musa na kuwavuruga kiasi ya kwamba wakamfanya mfungaji Jonathan Soa apate mpira kirahisi kumkabili golikipa Gonzo na kumzidi maarifa na kuweka mpira wavuni, kufanya Simba ibuke na ushindi huu wa mabao 2-1 na kuifanya itambe pale kileleni mwa msimamo kwa ushindi huo muhimu. Lakini nini kilichotokea mpaka Simba wakashinda? Kwanza ni mabadiliko haya wachezaji katika kipindi cha pili wakiwa na fresh legs na miguu mipya, wakiwa bila shaka na maelekezo maalum kutoka kwa Dimitar Pantev. Hawakuwa wakiipa nafasi JKT Tanzania hata ya kuanzisha mashambulizi, kuanzisha mipira kwenye eneo lao, kwa sababu walikuwa wanakwenda kwa idadi kubwa wakifanya shinikizo, na wao wakipata mipira hawapigi pasi kiwepesi. Lazima wakati mwingine mtu amwache mtu ndipo atoe pasi, jambo ambalo lilikuwa likiwavuruga kwa kiasi kikubwa JKT Tanzania. Simba walikuwa wakishambulia kwa idadi kubwa zaidi, kuanzia wachezaji 5 mpaka 7 wakati mwingine katika eneo la karibu kabisa na lango la JKT Tanzania. Lakini ni katika kipindi ambacho wekundu na Msimbazi Simba walionyesha umakini wa kupiga mashuti kwa kulenga shabaha kila palipostahili. Lakini kipindi ambacho pia mabeki wa JKT Tanzania, labda kutokana na uchovu au kuvurugwa na mashambulizi mfululizo ya Simba, wakajikuta wakifanya makosa yaliyozaa bao la Jonathan Soa na lile la Wilson Nangu ambaye aliruka bila ushindani wa kutosha katika eneo ambalo walipaswa kufanya man marking na zone marking kwa wakati mmoja. Simba wakaibuka na ushindi wa 2-1, lakini yapo mambo ambayo bila shaka Dimitar Pantev na timu yake hii ambao ni wakilishi wa nchi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao, wakiwa na kina Petro Atletico, wakiwa na Esperance de Tunis na Stade Malien, anapaswa kufanyia kazi. Moja ni juu ya kutumia vyema pasi za umbile V. Kapombe alifanya mikimbio kadhaa ikiwemo dakika 72, akamaliza uwanja kwenye touchline, akapiga V-pass, lakini ilikosa mtu wa kuimalizia, ambayo mipira ambayo kwa kawaida huwa ni first touch shot inaunganishwa kwa mguso mmoja kwa jaribio la kufunga. Hii lazima ifanyike kazi kwa sababu ni mfano tu, maana ipo mingine kadhaa ilikosa wamaliziaji. Jambo la pili ni juu ya umakini katika kukabiliana na mashambulizi ya kujibu, counter attack. Bao lilofungwa na Songo ni shambulizi la kujibu, bila shaka atapaswa kulifanyia kazi. La tatu juu ya mpangilio wa kikosi chake. Kipindi cha kwanza Simba walivyocheza kwa wachezaji waliotoka kuwataja ilikuwa tofauti na kipindi cha pili. Maana yake ni nini? Ni kwamba wale walioanza kina Maema umeona wenzao walichokifanya kipindi cha pili, na hivyo kuongeza ushindani ili wakati mwingine waongeze ushindani zaidi kumpa Dimitar Pantev anachokitaka, lakini naye Dimitar Pantev kujua combination sahihi ya kumpatia matokeo katika baadhi ya mechi. Lakini kingine walichokifanya hasa katika kipindi cha pili ni kuhakikisha mipira 50-50 yote wanaishinda wao. Kwa JKT Tanzania wanaopaswa kufanyia kazi ni pamoja na kuwa makini kwa dakika zote 90 za mchezo. Umakini walioonyesha kipindi cha kwanza, kipindi cha pili ulikuwa tofauti, hasa baada ya mabadiliko yaliyofanyika kwa pande zote mbili, na hivyo mwalimu Hamad Ali bila shaka na wachezaji wake watapaswa kufanyia kazi
kwa sababu mabao yaliyofungwa, lau wangekuwa makini zaidi, pengine Jonathan Soa asingepata mpira kirahisi kwa kugongana kwa Pasco Musa na mwenzake Laurian Makame, lakini pia Wilson Nangu asingeruka akiwa huru katika eneo la karibu na lango. Lakini jambo lingine, wanapokwenda kushambulia, JKT Tanzania waliokuwa nyumbani walipaswa kuwa hawaachi wachezaji wachache, bali wanakuwa na idadi kubwa wanapokwenda kushambulia, hata kama wanashambulia mara chache. Katika kipindi cha kwanza ilionekana Magulu, wakati mwingine anaonekana na Paul Peter wakiwa peke yao, na hivyo kukosa support ya kutosha kwenda kuadhuru wapinzani. Vinginevyo lilikuwa bonge la mechi ambalo mwisho wa siku Simba walishinda kwa kustahili kutokana na walichokionyesha hasa kipindi cha pili. Swali lobaki ni kwamba je, wataendeleza kasi hii kwa kiasi gani? Maana wakifanya hivi lazima itakuwa ni changamoto kwa wenzao wanaowania ubingwa, wakiwamo mabingwa watetezi watani zao jadi Yanga, lakini pia Singida Black Stars, Azam na klabu nyingine zote, kwa sababu Simba wameendelea kuwa na ufanisi wa 100%, huku Pirata tu mpira ule wa kushambulia mfululizo kuwa na idadi kubwa kwenye nusu ya pili ya uwanja wa Dimitar Pantev ukijidhihirisha zaidi katika kipindi cha pili. Wakiendeleza haya, bila shaka wapinzani wao katika michuano mbalimbali ikiwemo hata ligi ya mabingwa, kombe la shirikisho la benki CRDB, wana kazi ya kufanya. Maana Simba inaweza ikaanza ikionekana haitishi katika kipindi cha kwanza, lakini mabadiliko ya Dimitar Pantev yanaifanya iwe na makali zaidi, na ndicho alichodhihirisha kipindi cha pili. Ushindi wa 3-0 mechi ya kwanza, 3-0 mechi ya pili, leo hii 2-1 unawafanya wawe kileleni kwa mabao 8 wakiruhusu bao moja na pointi 9. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.